Watazamaji wetu na wasikilizaji wetu, tunawasalimu katika jina la Yesu. Tubarikiwe pamoja kupitia muda mzuri ambao Mungu ametupea kwa kuzungumzia neno lake. Mada yetu ya leo inatuambia eti habari njema inayoponya roho na mwili imeonekana. Tutatanguliza maombi. Tunakushukuru sana. Tunainamishwa vichwa vyetu mbele ya uso wako, mbele ya utukufu wako, kwa sababu wewe ni mwema sana kwetu. Ungelifuatilia wingi wa dhambi na makosa yetu kama hakuna hata mmoja wetu ambaye yupo. Tazama tungali hai ni kwa ajili yako, tunasema jina lako kubwa lipewe sifa. Unapotuzidishia siku za kuishi, tunahitaji utuzidishie vile vile hekima na maarifa kutoka kwako. Tuwe tunajua kuyatenga mazuri na mabaya, tuyachague mazuri, tuyaishi na kuyatembelea, mwishowe yatufikishe katika ule ufalme wako. Basi zidi kutusamehe dhambi na makosa, pamoja na watazamaji na wasikilizaji wetu. Tubariki kupitia neno lako. Nguvu ya Roho Mtakatifu itushiriki tangu mwanzo mpaka mwisho. Ni katika jina la Yesu twaomba, amen. Mada yetu inasema eti habari njema inayoponya roho na mwili imeonekana. Mada inaposema eti imeonekana, unaweza ukajiulize eti ilikuwa wapi? Kwa sababu kitu kinaposemekana eti kimeonekana, ina maana ya kwamba kilikuwa kimefichwa. Acha basi tuisome katika Biblia yangu na yako, katika kitabu cha Mathayo sura zake ni 4, mstari ni wa 23. Tuone kama kunatuambia nini. Na habari zake, acha tuanzie kwenye mstari wa 23. Naye alikuwa akizunguka katika Galilaya yote, akifundisha katika masinagogi yao na kuihubiri habari njema ya ufalme, na kuponya ugonjwa na udhaifu wa kila namna katika watu. Na habari zake zikaenea katika Shamu yote, wakamletea wote waliokuwa hawawezi, walioshikwa na maradhi mbalimbali na mateso, wenye pepo na wenye kifafa na wenye kupooza, akawaponya. Na makutano mengi wakamfuata kutoka Galilaya na Dekapoli na Yerusalema na Uyahudi na ngambo ya Yordani. Huyu ni Yesu Kristo ambaye aliweza kujinyima raha ya mbinguni. Alikuwa akipigiwa magoti, alikuwa akipigiwa nzenze huko mbinguni, lakini alipomwona mwanadamu anapotea kwa ajili ya dhambi, yale yote akayaona si kitu. Alishuka hapa duniani. Alikuwa akijua ya kwamba ulimwengu una mizigo mizito, ambamo mnakuwemo dhambi ambayo inasababisha magonjwa, ambayo inasababisha na umaskini. Hii ni mizigo mitatu ambayo imesumbua ulimwengu. Huyu Yesu alipofika hapa duniani, alikuwa akiponya watu, anawahubiri neno, wanapokea neno, wanatubu, wanapona dhambi. Hii ni hatua ya kwanza ambayo alikuwa akiifanya. Hatua nyingine, eti alikuwa anagusa na miili ambayo imetaabishwa na magonjwa. Wagonjwa wengi, sawa na jinsi tunavyotoka kusoma, walikuwa wakitoka huko na huko, walikuwa wakisikia mahali ambapo Yesu yupo, walikuwa wakija kwa wingi kusudi waweze kupona. Wamoja, sawa na jinsi tulivyosoma, alikuwa akizunguka katika Galilaya yote, akifundisha katika masinagogi yao na kuihubiri habari njema ya ufalme. Alikuwa akiwahubiri habari njema ya ufalme. Wanakata kamba zote za giza, wanaamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, wanatubu dhambi, wanatoka ndani ya giza, wanatembelea nuru ya neno la Mungu. Hapa alikuwa akiwaponya dhambi. Na kuponya ugonjwa na udhaifu wa kila namna
katika watu, na habari zake zikaenea katika Shamu yote. Wakamletea wote waliokuwa hawawezi, walioshikwa na maradhi mbalimbali na mateso, wenye pepo na wenye kifafa na wenye kupooza, akawaponya. Jinsi huyu Yesu Kristo alivyokuwa akiponya tangu zamani zote alipokuwa hapa duniani, uponyaji wake ungali juu ya wote ambao wanamwamini, kwa sababu ingawa anaketi mbinguni kuume kwa Baba, lakini kwa wale ambao wanamwamini anakuwa karibu nao. Wanapogonjwa watamulilia, watatumia vile ambavyo aliweza kuviumba, na nguvu ya uponyaji itazihirika ndani ya vyote viumbe ambavyo mimea ambayo Mungu aliweza kuiumba. Ingali ndani nguvu ya uponyaji tunapotenda yote kwa imani. Acha tusome Zaburi 103 mstari wake ni wa kwanza. Panasema hivi: nafsi yangu umhimidi Bwana, naam vyote vilivyo ndani yangu vilihimidi jina lake takatifu. Nafsi yangu mhimidi Bwana, wala usizisahau fadhili zake zote. Akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote, aukomboa uhai wako na kaburi, akutia taji la fadhili na rehema. Huyu ni Mungu ambaye anatutendea mema, ni yeye ambaye anatusamehe dhambi na makosa yote, na ni yeye vile vile ambaye anatuponya magonjwa ya kila aina tunapomwekea matumaini, tunapomtegemea na tunapotumia maumbile ambayo aliweza kuyaumba. Tunaposoma kisa cha kipofu mmoja ambaye Yesu aliweza kumuponya, aseme aligusa udongo akachanganya ndani mate yake, kisha akaweka juu ya macho ya kipofu, akamutuma aende kunawa kwenye kisima cha Siloamu. Mkono wa Yesu Kristo ni mrefu sana, na sisi tunapomwamini, tunapomtegemea, huyu mkono wake utagusa maumbile ambayo utayatumia, na huyu Yesu atakuponya roho na atakuponya na mwili. Acha basi katika hii fundisho letu, katika hii habari njema ambayo ni tayari kutuponya roho na mwili, kwa sababu Roho wa Mungu naye anafurahia kukaa na kuketi katika mwili ambao ni mzima. Vile ndivyo mtume Paulo aliweza kuandika katika waraka wa kwanza wa Wakorinto, sura zake ni 3 mstari wa 16. Hebu basi tuone mafaa ya chumvi ya madini inayoitwa kalsium ndani ya mwili wa mwanadamu. Inaleta mapigo mazuri ya moyo, inaleta matumbo na ubongo kutumika vizuri, inaletea damu kukua ya nguvu, manake inatuma damu haitakuwa nyepesi inapopatikana ndani ya mwili. Unapoumia, nyuma ya dakika 2 unaona damu inajikata hayo yenyewe, kwa ajili ya kukua na kalsium ambayo inatosha ndani ya mwili wako. Inakuwa na kazi kubwa katika kutengeneza hormone. Inatumikisha vizuri kitu wanaita anzime. Inatia nguvu mifupa, inatia nguvu meno, inatia nguvu na makucha. Inasababisha kutumika vizuri kwa tiroide. Inasababisha afya nzuri ya mifupa yote kwa kawaida. Wale ambao wanaugua migongo, aseme mgongo, wanaumwa mgongo, wale ambao wanaumwa mifupa, ni kwa sababu wanaweza kuwa wamepungukiwa na mambo mengi, mkiwemo na kupungukiwa na kalsium. Wanapoingiza kalsium ndani ya mwili wao, shida za mifupa zitakuwa zinaisha. Kuna wale ambao maradhi ya mifupa inawakabili mpaka ginzi anapoenda kufanya radiografi, wanakutana seme mifupa yake imekwisha kugeuka sawa sawa na ginsi maharagi inavyoliwa na ule mududu. Unakutana mifupa imekwisha kuishiriria ndani ya mwili wake.
Acha sasa tuone mahitaji kwa kila aina ya watu, kama mtu anahitaji kalsium kumiligrame ngapi na kukiwango gani. Mtoto anakuwa na haja ya kalsium ku 800 miligram kwa siku. Kuanzia miaka 11 mpaka miaka 24, huyu mtu anakuwa na mahitaji ya kalsium 1200 miligram par jour. Mwanaume anakuwa na haja ya 800 miligram par jour. Mwanamke naye anakuwa na haja ya kalsium 800 miligram par jour. Mama mjamzito anakuwa na haja ya kalsium 1200 miligram. Vile vile anayenyonyesha naye anakuwa na haja ya kalsium 1200 miligram kwa kila siku. Ulizo, pengine utajiuliza eti sasa mbone tunatoka kusikia mahitaji na mafaa ya kalsium ndani ya mwili, itapatikana wapi? Acha tuambie vyakula ambamo utaweza kukutana ndani hii kalsium kusudi uweze kujisaidia, kwa sababu Mungu anapendezwa mwili wetu unapokuwa mzima. Mfaransa alipofika pale akasema eti iname saine dans un corps sain. Roho wa Mungu atatulia vizuri ndani mwetu, na wakati mili yetu nayo itakuwa na afya nzuri. Inapatikana wapi hii chumvi ya madini kalsium? Mbone tunasikia inakuwa na maana kubwa sana. Itapatikana katika vyakula gani? Inapatikana ndani ya maji. Unapotumia maji ukiyakunywa pale unajipatia kalsium, zaidi sana maji ya chemichemi. Inapatikana ndani ya vitu wanaita oleagine. Tunaposema les oleagine, manake tunasema kalanga, tunasema soja, ingawa soja inapatikana katika grupe ya maoleagine, tena inaongeza inapatikana katika grupe ya malegumineze. Inapatikana ndani ya kalanga kalsium, inapatikana ndani ya kalanga, ndani ya soja, ndani ya sesame, ndani ya amande, ndani ya mbegu za kokoliko, hizi wanazoziita tournesol, inapatikana ndani. Kalsium utaikuta katika matunda, hata katika mboga. Tunaposema matunda na mboga, acha tuambie ya kwamba si halali kutumia kwa mulo mmoja matunda na mboga. Matunda utayatumia kwa mulo mmoja na mboga nazo utazitumia kwa mulo mwingine. Pale utakuwa na huko unajiweka ndani kalsium ambayo itakusaidia kwa mapigo mazuri ya moyo, itasababisha matumbo yako makubwa na madogo kutumika vizuri, na mengine mengi ambayo tumetoka kuwaambia. Kalsium inapatikana ikiwa nzuri tena nyingi katika maziwa ya soja. Ingawa inapatikana vile vile katika maziwa ya ngombe, lakini acha tuambie kwamba maziwa inayotokana na wanyama inakuwa na matokeo mabaya kwa mwili, inaleta maradhi mengi ndani ya mwili. Lakini maziwa ya soja ikiwa maziwa mazuri sana, unaweza ukatumie soja kwa maziwa yake, unaweza ukatumie soja kwa kitu wanaita tofu ya soja, unaweza vile vile kuitumia unapoipika na kuiandaa kama jinsi unavyoandaa maharagwe unapoipiga. Unaweza kuichanga ndani ya maharagwe, unaviandaa kwa pamoja. Pale nako kitabu kinachoitwa afya kupitia vyakula au la santé par les aliments, utakutana ndani hayo mapishi ya soja, nayo yanakubaliwa kuipiga sawa jinsi ilivyo. Ni kuichagua, unaisafisha, unailoweka ndani ya maji, inalala ndani ya maji asubuhi, unaamuka ukiiweka kwenye moto, nako itakuwa na mafaa mazuri na itakukinga magonjwa mengi na itakuingizia kalsium ndani ya mwili wako.
Acha tuambie ya kwamba hatuwezi ipita bila kusema bila kuwaonyesha uzuri wa soja. Mwanaume ambaye anatumia soja, iwe maziwa yake, ile tofu yake, au kuipiga sawa jinsi tunavyotoka kuambia, ni kinga nzuri ya magonjwa ya kanseri ya prostate. Na ni kinga nzuri kwa wanawake kwa magonjwa aina yote ya magonjwa ya matiti au maziwa, au magonjwa kila magonjwa ambayo inaweza kuvamia matrise, zaidi sana kansa ya matrise au kansa ya matiti. Soja unapoitumia inakinga, na kwa wale ambao wameshikwa nayo, kuitumia sana pamoja na madawa zingine itakuwa msaada mzuri kwao. Soja ni chakula kizuri sana ambacho kitatuingizia calcium na kikitutendea maajabu mengine. Inapatikana kwa wingi katika mboga ambayo inaitwa epinari pamoja na mboga ambayo inaitwa karote. Unapotumia mboga ni vizuri sana kukamata mboga ambazo zinakuwa na rangi tatu. Unakamata mboga ambayo inakuwa na rangi ya kijani kiwichi, unaongezea mboga ambayo inakuwa na rangi ya kimanjano, unaongezea mboga ambayo inakuwa na rangi nyekundu. Kama epinari unapoiandaa, ongezea ndani karote kwa sababu inakuwa na rangi ya kimanjano, ukiongezea ndani tomate ikiwa na rangi nyekundu au beterave, utakuwa umekinga mifupa yako sana. Utakuwa umeingiza chumvi ya madini ya kalsiumu ndani ya mwili wako vizuri sana. Na matunda nayo kama umefanikiwa kupata namuna ya kuipata, nako unapo unganisha matunda ambayo linakuwa na rangi ya nyekundu na ingine ambayo inakuwa na rangi ya kimanjano na ingine ambayo inakuwa na rangi ya kijani kiwichi, nako zile rangi tatu zinapokutanania ndani mwako, utakuwa umeingiza kalsiumu kwa namuna kwa kiwango cha juu sana. Inapatikana tena kwa wingi, hii kalsiumu inapatikana kwa wingi ndani ya ngano ambazo zinaota. Ndani ya bunga ya ngano, zaidi sana ngano za kuota. Inapatikana kwa wingi katika vyakula vibichi karibu ya vyote. Ni kusema mama ambaye unanifuata, kusudi uhesabiwe katikati ya wamama ambao Mungu anafurahia, kusudi uwekwe pamoja na ule mama ambaye kitabu cha Mezali kimemzungumzia, Mezali 31, unapoandaa vyakula, kama ni kitunguu maji, kama ni vitunguu maji ambavyo unavyo, usiwe unavimalizia vyote katika chungu kwa kuvipika, uwe unaacha vile ambavyo utavitumia vikiwa vibichi, kusudi ujiweke ndani chumvi ya kalsium, kusudi ujikinge haya magonjwa yote ambayo tulitoka kuyasema. Ni matokeo gani sasa itakapoonekana wakati mtu anafubala au anakosa hii kalsiumu katika mwili? Kupengama mifupa, ile ambayo waliweza kuiita rachitisme, kupengama uti wa mgongo, colonne vertebrale inapengama. Mama unapofika katika zaidi ya miaka 45, unaingilia periode yako ya menopause, utakuwa na trouble ambazo zitakusumbua. Zile trouble za menopause zitakusumbua sana, lakini unapojitajirisha kwa hii chumvi ya kalsium, utafikia hiyo miaka yako ya menopause haitakuzuru kwa kiwango cha juu. Hata kama itakuzuru ni kwa kiwango cha chini sana. Kwa wamoja inawasababisha kuhara na kutapika kwa kila wakati. Wengine inawaletea kufanya choo kubwa kwa shida. Wengine wanakuwa na mchoko ya zaidi ambayo Mfaransa aliweza kuiita asteni. Wengine wanakuwa watu wa kukata tamaa kwa kila shida. Kukata tamaa hata shida iwe ndogo, shida iwe kubwa, wao hawajuage kujitia moyo.
hawawezake kujitia nguvu kwa sababu hawana chumvi ya kalsiamu. Inatunza meno, inatunza magonjwa ya meno hata na magonjwa ya macho. Unapopungukiwa na chumvi ya kalsiamu, mwilini mwako unashikwa vyepesi na magonjwa ya meno hata na magonjwa ya macho. Ndiyo maana wengi wa wamama hata na wababa ambao wangali vijana, sio wazee, unakutana amemaliza kuvaa, anavaa malinete, yeye hawezi tena kusoma kwa ajili ya upungufu wa kalsiamu au ukosefu wa kalsiamu ndani ya mwili wake. Kupunguka kwa sehemu ya mwili ambayo inaitwa tiroide, kutumika vibaya kwa figo, hata na kansa ya damu, kansa ya mifupa. Haya yote ni matokeo ambayo yanaweza kuonekana kwa mtu ambaye anapungukiwa au ana ukosefu wa kalsiamu. Maneno haya yametoka ndani ya kitabu kinachoitwa Manger et Guérir au Mule na Mupone. Ule na upone, ukurasa wake ni wa 76 mpaka 78. Tungali tunaendelea na matokeo mabaya ya kupungukiwa na chumvi ya kalsiamu ndani ya mwili wetu. Dalili nyingine ni upungufu wa akili. Upungufu wa akili, huzuni za bila sababu, ngozi ambayo inakauka. Mtu ambaye anakosewa na kalsiamu ndani ya mwili wake, sura yake inaonyesha kukomaa na japo angali na miaka ya kidogo. Unakutana sura yake imesamuka samuka, anazihirisha alama za uzee na japo angali mtoto unapozihesabu miaka zake. Kucha za kukauka na kupasuka pasuka kiolela. Nyele ambazo hazina rangi nyeusi. Dalili nyingine ni kupatwa na ganzi katika mishipa ya miguu. Unakutana mtu aseme anasimamaka, nasikia ndani ya miguu yake ameshikwa na ganzi au paralizi. Kalsiamu unaweza mara tena kuipata katika miale ya jua inaposaidiana na vitamine D ili iweze kutimiza kazi yake. Ndani ya miale ya jua namo munapatikana jua. Ndiyo maana katika sheria za afya tunaagizwa kukuwa tunaota jua, lakini tukifanya angalisho tunaota jua la mbele ya saa 4 na la nyuma ya saa 9, kwa sababu jua nalo linapokuwa jua kali sana nalo linazuru mwili wetu. Haya matokeo mengine yanapatikana katika kitabu kinachoitwa Croquer la Vie. Croquer la Vie, ukurasa wake ni wa 85. Ni nini sasa inayowapata watoto wadogo wanapokosa kalsiamu? Hizi dalili ambazo tunatoka kuzisema ni kwa watu wakubwa. Kwa watoto sasa, wanapopungukiwa na kalsiamu, watoto wanakawia kuotesha nywele. Watoto wanakawia kuota meno. Anakuwa na wasiwasi anaposimama, anazani ya kwamba ataanguka. Unaona mtoto anafikia mwaka moja bado hajasimama, anapima kusimama, unaona anakuwa na wasiwasi ya kwamba ataanguka. Hii inafuatana na upungufu au ukosefu wa kalsiamu ndani ya mwili wake. Kukatakata usingizi, anapolala nyuma ya dakika 30 yeye ule anaamuka. Anaongeza na sinzi, nyuma ya dakika 40 njoo ule anatoka katika hali ya usingizi. Hii nayo ni mojawapo wa dalili za kuonyesha kwamba mtoto anapungukiwa na chumvi ya madini ambayo inaitwa kalsiamu. Vurugu ndani ya minofu. Mifupa ya miguu kupengama. Munawaona kunakutana mtoto miguu yake iko utazania aseme siju, miguu yake inapengama. Kukawia kutembea. Kukatika jasho usiku, hata kama ni wakati wa baridi, unakutana mtoto kitandani amekata jasho kabisa. Maumivu ya tumboni, na anapoumia inamsababisha kujinyorosha akiweka kifua mbele. Anapojinyorosha kwa ajili ya maumivu tumboni, unaona anakamata kifua anakiweka mbele. Ilikuwa mada yetu ilikuwa ikituambia eti habari njema inayoponya roho na mwili imeonekana katika wingi wa rehema, katika wingi wa fadhili za Mwenyezi Mungu.
alipoumba maumbile, alipoumba mimea, alikuwa bado hajamuumba mwanadamu, lakini akatuandalia dawa ambazo zitatusaidia. Acha basi wasikilizaji wetu wapendwa, tukielekea mwisho, tukomeshe somo letu, tukomeshe mada yetu na somo ambalo tutalikuta. Masomo mawili tutayakuta katika kitabu cha Mezali 14 mstari ni wa kwanza. Panasema hivi: kila mwanamke aliye na hekima hujenga nyumba yake, bali aliye mpumbavu hubomoa kwa mikono yake mwenyewe. Wadada wapendwa, wamama wenzangu wapendwa, Biblia inasema eti mwanamke mwenye hekima hujenga nyumba yake, lakini huyu mpumbavu eti kwa mikono yake anaibomoa. Unaweza kujenga nyumba namna gani? Mbone tunazoea kwamba kazi ya ujenzi wa nyumba inahusu wa baba. Mama, na wewe una sehemu kubwa kwa kujenga nyumba kusudi iwe nzuri. Unapokuwa na ujuzi kamili kwa kukiandaa chakula ambacho kitakunufaisha wewe na mume wako, wewe na watoto wako, hata na majirani, afya zao zinakuwa nzuri, utakuwa umekuwa mwanamke mwenye hekima ambaye umejenga nyumba yako jinsi ilivyo. Somo lingine ambalo tutalisoma linapatikana katika kitabu cha Mezali, sura zake ni 12 mstari ni wa kwanza. Panasema hivi: kila apendaye mafundisho hupenda maarifa, bali yeye achukiaye kulaumiwa ni kama mnyama. Aseme tunapopenda mafundisho kutoka katika maandiko matakatifu, tunapopenda mashauri matakatifu kutoka katika barua nzuri ambayo Mungu aliweza kutuandikia, aseme tunazihirisha kwamba sisi ni wenye hekima. Lakini wale ambao wanabeua na kupuuzi maonyo, aseme wanalingana na wanyama. Lugha nyingine walisema eti wanalingana na ng'ombe. Acha basi katika hizi saa tumuombe Mwenyezi Mungu atupatie kuwa watu ambao tunapenda mafundisho na maonyo matakatifu. Na siku yapenda tu, tusije tukalinganishwe na ule msikilizaji ambaye anasikia neno wakati halitendi, pale analisahau, analiacha mahali ambako amelisikilia. Acha tumuombe Mungu atupatie nguvu ya Roho Mtakatifu, tuwe wasikilizaji wazuri na vile vile tuwe watendaji wa neno. Yesu Kristo arudipo mara ya pili, tukutaniwe tayari kwa kumulaki mawinguni. Atukutane mili yetu tuliweza kuilinda vizuri, akutane tumekuwa walinzi wakamilifu, aweze kutupea taji la uzima. Ndilo ombi na waombea, na mimi nikijiombea katika jina la Yesu. Amen.